Mfano uko hivi, kuna mamlaka kuu 4. Mamlaka ya kwanza inaitwa ya Mungu, mamlaka ya pili inaitwa ya malaika, mamlaka ya tatu inaitwa ya mashetani, na mamlaka ya 4 inaitwa ya binadamu wasiookoka. Naposema wasiookoka, sio wasio kwenye dhehebu la kilokole au wasio kwenye dini fulani au dhehebu, hapana, wasio na Yesu. Ukifa huko kwenye ulimwengu wa roho hamna dhehebu, ni Yesu tu na Adamu. Utahukumiwa kwa sababu ya Yesu tu, ulimkataa au ulimkubali. Kwa hiyo usijitenge kusema mimi sio dini yangu, mimi sio dhehebu fulani. Sizungumzi kuhusu dhehebu, nazungumza kuhusu maisha yako ya milele, kwa sababu tayari umekufa kwa sababu ya Adamu. Umeona? Mbona hizo mamlaka 4? Mamlaka ya kwanza ni Mungu, mamlaka ya pili ni malaika, mamlaka ya tatu ni mashetani, mamlaka ya 4 ni watu wasio na Yesu. Sijataja watu wenye Yesu wako wapi. Watu wasio na Yesu wako kule chini kabisa, chini ya nguvu za giza, chini ya mfalme wa uwezo wa anga. Kwa sababu nasema tulikuwa wana wa uasi chini ya mfalme wa uwezo wa anga. Yesu alichokuja kutufanya, akaja kutuokoa kutoka kwenye hiyo mamlaka ya giza, wale mashetani walio juu yetu, akatuhamisha, akatuingiza juu, mfalme wa mwana wa pendo lake, kule ni aliko Mungu. Kwa hiyo binadamu wanaompa Yesu maisha yao au kanisa, wanakuwa wameketi mkono wa kuume kwenye mamlaka ya Mungu mwenyewe. Chini yao wanafuata malaika, chini yao wanafuata mashetani, chini yao wanafuata watu wasiomwamini Yesu. Kwa hiyo wakiwa kule juu kabisa, wanatakiwa wahubiri wale wa chini kwamba muaminini Yesu huyu ambaye tunaye sisi. Wakiamini wanawahamisha, wanawapeleka kule juu. Kwa hiyo wainjilisti, sisi wahubiri au kanisa washuhudiaji, tunawatoa wenzetu kutoka chini na kuwapeleka juu mahali ambapo tulipo. Kwa hiyo huwezi kumkataa Yesu. Kumkataa Yesu ni kwa sababu ya upofu, mtu anakuwa elewi. Kwa ukweli huu huwezi kumkataa Yesu. Ukimkataa Yesu umekubali kuwa chini ya shetani kwa hiari yako, chini ya mashetani. Ukimkubali Yesu unatoka kule unakuwa juu ya mashetani, juu ya malaika, juu ya wanadamu wengine wote. Ndio maana Paulo akasema ili, akawahubiri, akawashuhudia watu wa Efeso, akasema nikiwashuhudia Wayahudi na Wayunani wamtubie Mungu na kumwamini Bwana wetu Yesu Kristo. Matendo ya Mitume 20:21.